mpendwa katibu mkuu wetu ndugu yetu Robert Mbwilo, mpendwa wangu David Maria, naibu mtunza hazina wa dayosisi, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya fedha kutoka majimbo yote ya dayosisi yetu ya Morogoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni sana kwa safari. Asante. Poleni sana. Wale yote nimshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, aliyowatunza, aliyowapa afya njema na kutuwezesha kuvuka mwaka 2025 na kutuingiza mwaka 2026. Mimi napenda kuwapongezeni sana kwa heshima hii ambayo Mungu amewapa, ili kila mmoja wenu ashuhudie makuu ya Mungu. Tumeanza mwaka mpya ambao ni mwanzo wa utekelezaji wa mfumo na mitazamo mipya ndani ya safari ya miaka 5 ya mpango mkakati wa dayosisi yetu ya Morogoro. Unapojua umekuwa sasa na mpango mkakati na ninyi mnaingia kwenye mfumo huo ambao mfumo wenye kuhitaji matokeo zaidi, matokeo sio kidogo, matokeo chanya. Na huu ni wakati muhimu wa kujipanga kwa umakini kwa ajili ya mafanikio ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa kweli tunahitaji kujipanga. Binafsi nimefurahishwa sana kupata nafasi hii ya kushiriki kwenye kikao hiki, kwani ndio kinatupa dira ya kutekeleza utume wetu. Fedha ndio kila kitu. Unapanga vitu vingi, lakini unahitaji nini? Fedha. Bila fedha huwezi kufanya. Na mimi nikupongeze sana mwenyekiti wetu ndugu yetu Sente ambaye hayupo, lakini pia nipongeze ofisi ya kaimu mtunza hazina na katibu kwa kuratibu jambo hili. Linatekelezwa kikatiba, lakini kimsingi jambo hili halianzii dayosisi. Ninaamini ni kwamba ninyi katika majimbo yenu mmeshakaa vikao kama hivi, kuwaitisha wenye vitu wa fedha kwenye sharika zetu zote na mitaa yetu, kukaa na kupanga jambo hili litokee. Nikianzia hapa kuja huku juu, maana huko chini halina maana. Lakini kama limeanzia kule chini, kumekuwa na vikao kama hivi, ninyi hamtasema ya kweli, mtakuja kusema yale mliokubaliana kwenye nini, vikao vyenu. Na kama taarifa ya fedha haitatoka huku, maana yake imeanzia kwenye vyanzo vya chini ambayo ni dayosisi nzima. Ndugu zangu, kamati hii ni muhimu sana kwa kanisa, lakini kwa taasisi yoyote. Kamati ya fedha ni muhimili muhimu sana katika uhai na maendeleo ya dayosisi. Kanisa kama taasisi nyingine linahitaji mipango madhubuti ya kifedha ili kutimiza wajibu wake wa kiroho, kiutawala, kifedha na kiuchumi. Bila mambo haya hatuwezi. Kanisa linategemea kamati hii. Kwa hiyo sio kamati ndogo. Inawezekana kwa uchache ni wadogo, mko wachache, lakini ni kamati ambayo inabeba dhamana kubwa sana. Na ndio maana nilipokuwa nauliza fani zenu, maana yake nini nilikuwa natafuta ninyi kwenye kamati hii mnaweza kuwa na challenge kubwa sana, ukawa na very critical discussion ambayo italeta positive impact in our diocese. Lakini najua ndani ya kanisa kuna watu wengine wamekuwa kwenye utawala kwa muda mrefu, kiuchumi, lakini mkazo wa kanisa sasa hivi ndio maana tumeingia sasa katika mfumo wa kutafuta CPA, mtu mwenye fani, mwenye taaluma ya juu ya kifedha, sio kwenye taifa letu tu, lakini mahali pengine popote anaitwa CPA. Lakini tumesema hata hawa wahasibu wanaoshika kwenye majimbo sasa wawe na taaluma ya kifedha kweli, kwa sababu ya kuleta ufanisi. Hawa wazee wetu wamepata wana neema ya ajabu ambayo sisi kwetu hatuwezi kuidharau. Kwanza moja, wana hofu ya Mungu. Wamezishika hizo hela kwa hofu ya Mungu. Kwamba kweli tunazikusanya ile fedha, lakini wana hofu ya Mungu. Hata kuitumia hela wasema hapana, hii hela ya sadaka siwezi kuitumia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya hofu. Lakini kulingana na mabadiliko tuliokuwa nayo ya sasa,
tunafikia mahali tunaingia katika mfumo mpya kabisa, na hapo ndipo anaposema kamati hii ya fedha ni kamati muhimu inayobeba dayosisi nzima. Tunapofikiria mambo ya uwekezaji, rasilimali watu, kamati hii ya fedha ione kwamba taaluma yao, tutakuwa tumetenga fedha za kusomesha watu, kuwajengea uwezo, tunawapeleka kwenye vyuo, lakini budget inaheshimika. Lakini tunaposema tunahitaji uwekezaji leo wa mashamba, tunaangalia kwamba hela tuna kiasi gani, ina budget tulioiweka kwamba mwaka huu tununue mashamba. Sasa ni ajabu kwamba mtu binafsi mmoja mmoja anaweza kufanya makubwa, lakini taasisi kama taasisi haiwezi kufanya mambo makubwa. Sasa naomba taaluma na kamati hizi za fedha naomba zitumike kwa ajili ya kuleta matokeo chanya ndani ya dayosisi yetu. Ndugu zangu, nimesema kamati hii muhimu, ufanisi wa shughuli za dayosisi ikiwemo huduma za kiroho, miradi ya maendeleo na uendeshaji wa taasisi mbalimbali unategemea sana usimamizi mzuri wa rasilimali fedha. Hivyo kamati hii ina nafasi ya kipekee katika kuhakikisha kuwa kanisa linaendelea kusimama imara na kutimiza kusudi lake. Ni kamati hii ikiumba tu kanisa limeyumba. Sasa kwa sababu ni teknolojia hii inatukimbiza, dunia inakimbia, na kanisa haliwezi kukaa nyuma. Sio kisiwa, lazima na sisi tukimbizane na teknolojia hii, tukijua ya kwamba ulimwengu umeingia katika mabadiliko. Kwa hiyo huu ni wakati wa kutumia vizuri rasilimali watu tulizo nazo kwa maendeleo ya dayosisi yetu na kanisa letu kwa ujumla wake. Aidha, dayosisi imepanga kuingia katika mabadiliko ya kisasa ya usimamizi wa mapato na matumizi pamoja na utunzaji wa kumbukumbu za waumini kwa kutumia mifumo ya TEHAMA. Hatua hii inaleta uwazi zaidi, kuongeza ufanisi na kulinda taarifa muhimu za kanisa. Hatua hiyo, na ndio maana tukikaa kwenye vikao vya halmashauri kuu tunasema sasa lazima halmashauri kuu wawe wamiliki wa taarifa hizi, wanazijua taarifa zao. Ofisi ya askofu inajua taarifa hizi, ofisi ya mtunza hazina inajua, kwa sababu ya umiliki huo tu wa uwazi na uwajibikaji. Napenda pia kutoa shukrani za dhati kabisa kwa wote waliotangulia na wale wanaendelea kujitolea kwa uaminifu mkubwa katika kutunza, kusimamia fedha za kanisa kabla ya kuanzishwa kwa mfumo mpya ambao tutaoingia sasa. Kuna watu wamejitoa kwa sadaka yao sana, sadaka ya muda, sadaka ya kutunza mali za kanisa, hata kama wakati huo walitumia bila kuwa na taaluma ya kifedha, lakini lazima waheshimiwe na kutambuliwa kazi kubwa. Na mimi hili ninawapongeza sana. Moyo wangu umefarijika na moyo wangu umefurahi mno kuona kwamba tunayo hazina ya watu wenye hofu ya Mungu. Ndio mwingine hiki kizazi hiki cha Gen Z kina mambo yake. Hata kama tunatumia TEHAMA wanaweza kaichezesha wanapoweza kuitaka. Lakini tunachosema ni kwamba kizazi tulichokuwa nacho kinakwenda na mabadiliko, lakini hatuwezi kudharau wale ambao wenye taaluma waliotusaidia kwa mambo makubwa. Hata kama walifanya kazi wakiwa na taaluma nyingine, lakini bado wameendelea kuwa baraka. Na sisi tutaendelea kuwaenzi na kuendelea kuwatumia pale inapobidi. Kama nilivyotangulia kusema, kujitolea kwa uaminifu mkubwa katika kutunza rasilimali fedha za kanisa kabla ya kuanzisha mfumo huu, kanisa linaendelea kuheshimu, linathamini na linaendelea kutambua mchango mkubwa wa watu wote ambao waliofanya kazi hii kuanzia sharika, mitaa, kusimamia mambo ya fedha. Lakini wanasema kufikia mahali tuseme mabadiliko hatuwezi kuyafanya nini? Kuyakimbia. Lazima mabadiliko twende nayo. Na mabadiliko haya yatatuletea mtazamo mwingine, lakini pia yatatufanya tusimame vizuri. Mabadiliko yanapotokea yanaleta changamoto nyingi. Hata tulipokuwa tunaleta matumizi ya kompyuta kwenye taasisi nyingi,
sio kwenye kanisa, lakini kwenye taasisi nyingine, ulikuwa na uzuri wake, lakini ulikuwa na changamoto zake. Maanake changamoto zake, hata watendakazi katika ofisi wanafanya nini? Wanapungua. Huwezi kuwa na watu wengi kwa sababu ya mfumo tuliokuwa nao. Nilikuwa naongea na katibu wangu kwamba siku hizi hata kumonitor vituo vyetu haiwi shida. Unaweza kuwa na kituo Morogoro, lakini unakimonitor kituo kilichoko wapi? Moshi. Leo umefunga kamera zako, kamera ziko pale zinaangalia kila kitu. Meneja huku, mkurugenzi huku, lakini ile kompyuta likubwa, ile screen likubwa liko pale, unaangalia utendaji wa kazi nzima unavyokwenda. Na itafikia mahali tutafikia huko tuliko, vituo vyote, shule ya Ebeneza, funga kamera likubwa liko pale, ingine kwa mkuu wa shule, ingine kwa mtunza fedha, unaiangalia ofisi yako pale. Hospitali iliyoko Mkulazi unaifunga, unaiangalia hapa. Na vituo vingine vyote. Hali hiyo tunayokwenda nayo inawezekana. Hizi nilikuwa namtania mtu mmoja, ndugu yangu, nikamwambia bwana, unajua taarifa zako ziko kwenye kiganja chako hapa. Akasema haiwezekani. Nikamwambia ngoja mkutafute basi. Nikamtafuta. Nikamwambia usome hizi habari. Akastoka akasema, hizi habari zimeingiaje huko? Habari nyingine zilikuwa mzito kwake, hakutegemea angeziona kule. Kaziona. Nikamwambia ogopa na dunia na teknolojia tuliyokuwa nayo sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme tunaingia kwenye mabadiliko haya, lakini tukubali pia na changamoto ambazo zitakazotokea. Wajibu wenu, ndugu wajumbe wa kamati hii, mmepewa dhamana ya kusimamia fedha na mali za kanisa. Hii ni huduma takatifu inayohitaji uaminifu, nidhamu na hofu ya Mungu. Kama kuna huduma ambayo inahitaji uaminifu, hii huduma ni ya uaminifu sana. Huduma ni ya uaminifu mno. Inahitaji nidhamu ya hali ya juu na inahitaji hofu ya Mungu. Mimi ninafurahi nikienda Devi ananiuliza, baba, tunaomba zile risiti tulizokupa, maana si tumekupa nauli, basi tupe zile risiti zetu. Ni utaratibu wa kawaida kabisa. Sasa siwezi kukasirika. Hizo risiti za nini? Hata kama mimi ni askofu, lakini dereva ana wajibu huo kwamba amepewa, lazima afanye, peleke returns ili kusudi kuhakisha kujustify kile kilichotolewa na kilichotumika. Kwa hiyo ninyi kwenye financial regulations ndio tunategemea muwe wasimamizi wakubwa wa mambo haya. Sio mtu anakuja na utaratibu wake, basi mimi ni mchungaji, mimi ni hiki, wewe nipe hiyo hela. Hela haitolewagi hivyo. Huwa hela kuingia ni nyepesi, lakini kutoka inakuwa ni nini? Ngumu. Mpe mke wako hela. Ukishampa tayari akwambia mama naomba ile hela, ya nini? Lazima kuuliza ile swali, ya nini? Wakati zilipokuja hajakuuliza. Lakini zinapotaka kutoka atakuuliza ya nini? Na ndivyo ilivyo, ukipeleka hela hazina zinaingia kwa utaratibu. Hata zinapotaka kutoka lazima wasema zitoke kwa utaratibu. Na ndio maana nakwambia jaza hiyo fomu. Unasaini hiyo fomu, maana yake ndio swali lile za nini? Ujustify hiyo statement yako kwamba nataka kufanya 1 2 3. Msingi muhimu ya utendaji wenu inapaswa kuwa na mambo makuu manne. Jambo la kwanza, ninaitegemea sana kamati hii, uwazi katika mapato na matumizi. Uwazi katika mapato na matumizi. Lakini pia la pili, hofu ya Mungu katika maamuzi yote. Hofu ya Mungu katika maamuzi yote. Tatu, uaminifu katika kushika dhamana mliopewa. Na 4, ufuatiliaji wa kanuni na taratibu za kifedha bila ya kupotoka. Maneno ya Mungu daima yanatukumbusha. Mwandishi wa Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10 na Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2 inatukumbusha mambo makuu mawili: uaminifu na kuwa mawakili. Haya yote yametajwa katika mistari hii. Ninawaombeeni kwa Mungu mkawe mawakili wa uaminifu katika kutimiza wajibu wenu. Nitafurahi kusikia kwamba kupitia vikao vyenu mtabuni njia mbadala ya vyanzo vya mapato ili kuinua kipato cha dayosisi badala ya kutegemea chanzo kimoja. Ninyi sasa ndio wabunifu. Wabunifu. Ukiangalia mazingira ya Chalinze ni hela tupu. Yaani ukiingia tu
ni hela tupu. Siku moja nilikuwa nasikia hotuba ya mkuu wa mkoa wa Njombe, ndugu yangu Mtako, akawa anauliza ndugu zangu wa Njombe, nyinyi mkiona Njombe mnaona nini? Uchawi. Wachina wakiwa kule China wakiangalia Njombe wanaona nini? Fursa. Umeona hiyo? Watu walioko mbali, walioko Moshi wanakimbilia Chalinze wanaona fursa. Walioko Chalinze hawaoni fursa. Watu wanatoka Dar es Salaam wanakuja Morogoro wanaona fursa. Sisi wa Morogoro hatuoni fursa. Watu walioko Ngerengere hawaoni fursa. Lakini kuna watu wanaona Ngerengere kuna fursa. Na leo hii tuna bwawa la Kidunda kwa mfano nzuri. Tunajipangaje kama kanisa? Lakini kuna watu hapa wa Morogoro wametoka, washaenda Ngerengere, wametafuta mashamba kule Kidunda kote. Wengine wako hapa Bungu. Inawafahamu kwa majina. Na mimi mwenyewe nimefika mpaka Kidunda kwenda kutafuta mashamba. Lakini siku ya siku watu walioko hapa wana maeneo kule, watu walioko kule hawana maeneo. Tunatofautiana katika mitazamo. Dunia inabadilika, tusitegemee kuangalia chanzo kimoja cha sadaka. Tuwe na upana wa mawazo, tuwe wabunifu, tubuni vitu vikubwa. Niwakumbushe ya kwamba mkoa wa Morogoro una umuhimu mkubwa katika uchumi wa Tanzania kwa kuwa ni kitovu cha uzalishaji wa mazao ya kilimo yanayochangia usalama wa chakula na malighafi za viwanda. Ndio huu mkoa huu wa Morogoro ambapo dayosisi yetu ipo. Lakini pia wa mazao ya kilimo una viwanda vinavyoongeza thamani ya mazao na kutoa ajira. Ni njia muhimu ya usafirishaji inayounganishwa maeneo mbalimbali ya nchi. Morogoro hii una vivutio vya utalii kama Mikumi National Park na Udzungwa Mountain National Park vinavyoingiza mapato ya kigeni, na pia ni kituo cha elimu ya utafiti kupitia Sokoine University of Agriculture pamoja na vyuo vingine viwili vinavyochangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa. Swali la kujiuliza, sisi dayosisi ya Morogoro tunakwama wapi? Tunakwama wapi? Nyinyi mlioko Kilosa National Park iko pale. Hivi tumefikiri nini? Hatuoni tuna jambo la kuweza kuwekeza pale? Hatuwezi kujenga. Kuna watu wengine wanakuja kujenga nyumba nzuri za wageni pale. Sisi hatuna jicho la kuangalia. Kamati ya mipango na fedha, ninafikiri hii ni challenge kubwa kwetu. Lakini pia mnaangalia nini leo tunapozungumzia Tuliani huko ndio kwenye kilimo cha miwa? Hivi kanisa lina heka ngapi za miwa? Tunaweza tukajivunia tukavuna? Itegemea sisi wa kule Tuliani na Mtimwa sasa tuna heka angalau hata 2000 3000. Tusikie kitu kama hicho. Tumekosa kabisa kusema tuna heka 50. Tumekosa. Watu wa Kilosa kuna fursa kubwa sana. SGR ndio imepita hapo. Na sasa ndio njia sasa kuu inaelekea kwenye National Park. Tumefikiria nini kubuni vitu vikubwa? Ili watu wakija waseme nendeni wakakae kwenye hostel ya kanisa. Haya yote yanafanyika kwenye madayosisi mengine, sisi tunakwama wapi? Sasa kamati ya fedha, naomba mkija hapa msije kuzungumzia sadaka tu, sadaka mnazungumzia kwenye sharika sadaka. Hebu zungumzieni, hii ni taasisi kama taasisi nyingine. Na ndio maana tunahitaji sasa taaluma zenu zitumike katika kupanua mawazo, kumsaidia askofu kupanua mawazo makubwa ili tuwe na mtazamo chanya. Maana kanisa linapokuwa kazi yake ni kubwa. Leo tunazungumzia mambo ya kuweka viwanda kwa mfano. Maana tunazungumzia kutoa ajira. Tutatoa ajira kwa vijana wetu. Lakini tutachangia pato la serikali kwa sababu tutalipa kodi. Sasa leo tukikaa hivi, Ngerengere inategemea sasa, ndugu zangu nyinyi mnaotoka Ngerengere, mkakae mkafikirie mashamba makubwa. Hapo Dibundile, Kwaba, wapi, tafuteni mashamba. Angalieni ardhi hiyo inastawi nini. Ninyi mkikwama njoni dayosisi tukubaliane, tutafute hela tukawekeze huko.
Hii ni taasisi kama taasisi nyingine. Kinachobadilika hapa ni ile core objective ya kwetu ya kwanza. Jana tulizungumza na halmashauri kuu na wajumbe wa utendaji kwamba sisi tuna mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho ndio mahali pa kuhubiri Injili, na ndio maana tunahitaji wachungaji. Lakini tunapozungumzia mambo ya kifedha, tunahitaji wahasibu wenye taaluma ya fedha. Tunapozungumzia mambo ya kiutawala, tunawahitaji watu wa mambo ya kiutawala. Hayo yote tunayahitaji. Sasa sisi kuna ule msemo, alalaye usifanye nini? Usimwamshi. Ukimwamsha utalala wewe. Sasa naogopa sana usije na sisi tukalala, wengine wakaja wakachukua vitu. Na ndio maana nasema vitu vyetu vinachukuliwa. Sisi tumelala sana. Tumelala. Hapana jamani, naomba tuamke wana Morogoro. Hebu sasa tufanye kazi kama badiliko. Naomba muwe wabunifu sasa katika kuzitumia rasilimali hizo kwa faida ya wanadayosisi ya Morogoro. Endeni mkao wabunifu. Nimalize ndugu zangu kwa kusema fedha za kanisa ni sadaka na michango ya waumini walioweka tumaini lao kwa Mungu. Zisichezewe. 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 Najua kila senti ina thamani na inapaswa kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Ninyi mwende mkasimamie. Lakini katika kipindi hiki cha mpango mkakati ninatarajia kuona uwajibikaji mkubwa kweli. Lakini ninatarajia kuona uaminifu na umakini katika kusimamia rasilimali za kanisa kwa ajili ya maendeleo ya dayosisi yetu ya Morogoro. Mimi niseme hivi, ninawatakieni kweli kikao chema chenye heri, lakini chenye mjadala wenye tija na maamuzi yenye hekima yatakayoimarisha kanisa letu. Fanye kazi kwa umoja, ufanye kazi kwa mshikamano, fanye kazi kwa upendo, mkitanguliza maslahi ya kanisa mbele ya yote. Na Mungu awe kiongozi wenu. Kama Musa alivyoambiwa na Mungu, anasema uso wangu utakwenda pamoja nanyi. Naombe uso wa Mungu uende pamoja nanyi katika kikao hiki na maamuzi mazima ya kusimamia fedha za kanisa. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.